Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya ukombozi yanayokuja kwako na Pastor Miamba wakati wa saa 9 usiku. Na leo tutaenda kushughulika kwa habari ya watoto, na tutaenda kuombea watoto wetu. Wewe ambaye tayari umezaa una watoto, na wewe ambaye bado hauna watoto, kwa pamoja tunaenda kuomba kwa ajili ya watoto. Kwa sababu hata wewe ambaye hujazaa bado, hujapata watoto kwa sasa, ni mama ama baba mtarajiwa, na watoto watakutana na haya maombi mara watakapozaliwa. Na tunaenda kusoma katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 25. Maandiko yanasema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Tunaona mzaburi anashuhudia ya kwamba alipokuwa akiwatazama wenye haki toka alipokuwa mtoto hadi alipokuwa mtu mzima, alikuwa anajaribu kuangalia wenye haki, halafu anaangalia na watoto wa wenye haki. Akaona ya kwamba hakuna mtoto wa mwenye haki aliyeachwa wala kuomba chakula mtaani. Sasa tunaona hiyo ni agano ambalo mwenye haki anakuwa nalo juu yake yeye na uzao wake. Na tunaona maandiko pia yanaeleza sehemu nyingi juu ya watoto, ya kwamba na watoto wa mwenye haki watafundishwa na Bwana. Kwa maana ya watoto wa watumishi wa Bwana watafundishwa na Bwana, watakuwa mbali na kuonewa. Lakini tukiangalia mwenye haki ana majukumu pia na yeye ya kufanya kwa ajili ya watoto wake. Huyu mwenye haki anatakiwa na yeye asimame kwenye nafasi yake kwa ajili ya watoto wake. Tunamuona Ayubu, Biblia inamueleza jinsi ambavyo alikuwa ni mwenye haki katika ile ukanda wote wa nchi ya Usi. Alikuwa na haki na mtu mwenye kumpenda Mungu aliyepukana na uovu. Halafu tunaona Biblia inaeleza kwenye ile Ayubu sura ya 1, anasema naye alikuwa akichukua sadaka ya kila mtoto mmoja mmoja akiisongeza kwa Bwana kwa ajili ya toba. Akasema yuamkini watoto wangu wamemtenda Mungu dhambi. Kwa alikuwa akiwajibika kama mwenye haki kwa ajili ya watoto wake. Kwa hiyo ile tu kwamba mwenye haki, mwandishi wa Zaburi alikuwa anaona wenye haki kwamba watoto wao hawana shida wala hawaombi mtaani, hawaombi chakula. Lakini ukisoma maandiko pia unaona ni ukweli, lakini wenye haki pia walikuwa wana majukumu ambayo walikuwa kiyafanya, ambapo mojawapo hayo majukumu tunayafanya wakati huu, kuwaweka watoto wetu kwenye agano. Na unaweza kuuliza ni agano gani? Yapo mambo mengi. Kwanza, kuwatenga watoto wetu na tabia mbaya, kuwatenga watoto wetu na uvamizi wa nguvu za giza, lakini kuwatenga watoto wetu na marafiki wabaya tusiowajua wanaowapa taarifa mbaya za uharibifu, kuwatenga na elimu ya upotofu ambayo adui anaitumia kuweka kwa watu, lakini pia kikubwa kuwaondolea usiri wa vitu ambavyo hawatakiwi kuviweka kwa kama siri. Kuna ushuhuda mmoja hapa nitauongea, lakini kwa kuficha kidogo ili kufanya mtu asijisikie vibaya, maana ni mmoja wetu hapa. Tulipokuwa tukifanya maombi mwaka jana, maombi ya watoto, kilitokea kitu cha ajabu sana, kwamba ilifichuka siri. Baada ya yale maombi ya watoto, ikajulikana kwamba mtoto wake alikuwa anaingiliwa na baba yake toka akiwa mtoto wa darasa la 3 mpaka amemaliza form 6, sasa anaingia chuo. Sasa baada ya yale maombi ndio ikafichuka hiyo siri, na mama akawa anamwangalia mtoto,
akagundua ya kwamba mtoto ameathiriwa kwa kiwango kikubwa sana, kiasi kwamba ikabidi tuanze sasa kumfanyia maombi yule mtoto mpaka akarudi kwenye nafasi yake. Lakini bado mpaka juzi tu nimeendelea kumwombea. Kulikuwa kuna kesi nyingine imeletwa, lakini yote inatokana na muunganiko wa yale mateso aliyokuwa akiyapata na hali ambayo ameipata kufanyiwa vile na baba yake. Kwa unakuta kuna maagano ambayo baba yake alikuwa nayo, kwa hiyo yalikuwa akiyatimiza maagano, lakini mtoto anaumia. Kama tusingeomba, inamaanisha mpaka leo angeendelea kufanywa ukatili huo. Kwa sasa unakuta tunaendelea kufanya maombi ya namna hiyo, lakini unaweza kujua kwamba kuna vitu ambavyo tukiomba leo mtoto wako atapona. Tukiomba leo kuna siri zitafichuka kabla mtoto wako hajakutana na uharibifu. Na the same prayers, maombi hayo tuliyafanya mwaka jana, tuliyafanya maombi ya namna hiyo. Halafu kuna mtoto mmoja pia nikawa naongea naye, akawa ananieleza vile ambavyo yuko hatarini kuingiliwa kinyume na maumbile. Akawa anasema hivi kwamba kuna mtoto mwenzangu huwa anafanya hivi na hivi, anasema hivi, mimi nakimbia. Lakini unakuta alikuwa na struggle kwa kukimbia peke yake, na ni mtoto mdogo. Hakuwa na, shetani alificha kabisa ufahamu wa yule mtoto kwamba aende akaseme kwa mama yake. Kwa hiyo unakuta kuna vitu ambavyo shetani huwa anavificha kwa watoto. Watoto wanaona nikienda kusema kwa mama labda inaweza kawa ni kesi. Kumbe ni haki yake ya kwenda kujilinda kwa mama yake, kusema kwa mama yake ili ichukuliwe hatua. Kwa hiyo unakuta hivi vitu vyote hivi lazima wenye haki tuombe. Lazima wenye haki tuombe. Kuna mambo mengi sana ambayo nikisema nitoe shuhuda kwenye maombi ya namna hii ni shuhuda nyingi sana. Kuna mama mmoja mtoto wake alikuwa anafeli sana mtihani, ghafla tu akaanza kufeli na haijulikani ni kitu gani kilichomfanya feli. Mara baada ya maombi ya namna hii ya yule mtoto akaanza kufaulu mpaka hivi leo ninavyoongea. Shuhuda ni nyingi. Kuna mama mwingine tena alikuwa na watoto wake wawili, wote wamemaliza chuo kikuu. Na baada ya maombi ya namna hii, lakini story akaanza kunipa ya wale watoto. Akaniambia, baba, hawa watoto wangu wamaliza chuo kikuu. Mmoja amesomea masuala ya law, sheria. Na mwingine amesoma masuala gani nimesahau, lakini wote ni wana degree zao nzuri kabisa, wana uwezo wa kuajiriwa. Lakini akasema, baba, huwezi amini, mmoja anachoma mahindi, mmoja amekataa kabisa. Hata anachoma mahindi yuko hali ngumu kweli kweli, wametafuta ajira zimeshindikana. Baada ya kuomba na yule mama, wale watoto wakafunguliwa mpaka hivi ninavyoongea sasa wanaendelea na mambo mengine. Kwa unakuta kuna vitu vingi sana ambavyo mwenye haki mtoto wake na uzao wake wako salama, lakini kuna jukumu la mwenye haki anachotakiwa kukifanya ni kuomba, ni kuwapeleka watoto wake kwenye agano. Kumbuka kuna maagano mengi sana ambayo alikuwa anatufuatilia kwa sababu ya uharibifu mahali tulikotokea. Lakini sisi tunayo nafasi ya kuchora mstari katika ulimwengu wa roho, kwamba yale mambo ambayo yametukuta sisi yasiwakute watoto. Mwenye haki anatakiwa achukue hilo jukumu. Unakuta kwa mfano changamoto unazokutana nazo kwenye ndoa na mahusiano, mwenye haki inabidi achore mstari kwamba watoto wangu hawatatembelea hizo changamoto. Lazima mwenye haki ajue play part, aweze kusimama kwenye nafasi yake. Ni ukweli unatakiwa usimame kama Nehemia, kujenga ukuta uliobomoka. Usimame kwenye nafasi yako kuhakikisha kwamba unaweka walinzi katika kuta za watoto wako. Unaweka walinzi kwa maombi ya namna hii. Unaweka walinzi kwa sadaka. Tena sio sadaka ambazo hazitapiga kelele kwa watoto. Hakikisha kwamba unatoa sadaka ambayo moyo wako unaona umetoa kilicho bora kwa sababu ya watoto. Kwa sababu leo hii usije baadaye ukaanza kuyaangalia maandiko, ukaanza kuyaona kama maandiko kama vile hayakutokea. Lakini kimsingi ni kwamba kila andiko ambalo Bwana ameliandika linatokea, na ni haki ya kile kilichoandikwa kitokee. Lakini kuna wajibu, na moja ya wajibu ambao tuko nao ni kuwaombea watoto wetu, kuwaweka kwenye agano. Tunaona Ayubu anasema hivi, Biblia inasema hivi, Ayubu alipeleka sadaka mtoto mmoja baada ya mwingine.
Kila siku akaisongeza, akasema yamkini watoto hawa wamekutenda Mungu dhambi. Hata unaposhika sadaka yako kwa ajili ya kuwapeleka watoto wako kwa agano, unabidi umpeleke mmoja baada ya mwingine. Yaani unajua kabisa kwamba natuma hii shilingi 1, lakini natuma hizi shilingi 3 kwa watoto wangu 3, shilingi 1, 2, 3, kila mtoto shilingi 1. Yaani unaelewa na unajua kabisa kwamba okay, natoa kilicho bora kwa ajili ya hatima ya watoto wetu. Angalia nikwambie, sisi hatutoi urithi wa nyumba kwa watoto wetu. Watu wa rohoni hatutoi urithi wa material things. Hatutoi vitu vya material. Hatupeleki, hatuwatarajii watoto wetu waje warithi nyumba zetu. Hatutarajii kabisa, kwa sababu tunatarajia wao wawe na nyumba bora kuliko nyumba tulizonazo leo. Hatutarajii waje warithi vitu tulivyonavyo, kwa sababu wao wanatakiwa tembee kwenye baraka za juu zaidi ya hizi tulizonazo sisi. Kwa urithi ambao mkubwa tunatakiwa kuachilia ni kuwa connect watoto wetu, kuwaunganisha watoto wetu kwenye agano, kwamba watoto wetu watembee kwenye agano. Na agano linakamilishwa kwa nini? Kwa maombi, maneno yale tunayotamka kwenye maombi pamoja na sadaka. Unatengeneza agano kwa ajili ya watoto wako. Hiyo ndio urithi mkubwa ambao watoto wako hata watakapokuwa wazee wataendelea kunufaika na urithi ambao baba ama mama aliyefanya leo agano. Watoto wake wanaanza kushukuru kwamba hakika sisi tunatembea kwa Mungu wa baba yetu, tunatembea kwa Mungu wa mama yetu. Huyo ndio Mungu mwaminifu. Na nakuhakikishia ni maombi madogo machache ambayo naenda kuyafanya wakati huu, lakini maombi makubwa sana. Ni maombi nafanya kwa dakika chache, lakini maombi makubwa sana, kwa sababu yanatengeneza covenant, yanatengeneza agano. Na unaweza ukaelewa kwa nini maombi ya namna hiyo yanakuja mara chache. Sio kwamba kila siku tunaweza tukaomba hicho kitu, lakini mara unapoona maombi haya yamekaa kwenye ratiba ya Roho Mtakatifu, ujue ya kwamba lazima uchukulie hatua haraka, kwa sababu unaweza ukashangaa sijapata kibali tena cha kuomba labda mwaka mzima. Lakini kama leo ulisimama vizuri, utajikuta tu mambo yanaenda. Nakumbuka unapoomba peke yako ni tofauti na kuhani anapoomba. Unapoomba peke yako juu ya watoto wako na kuombea ni tofauti na nabii wa Bwana anapoomba. Kwa leo ninapoomba mimi mahali hapa, ujue ya kwamba ninasimama kupeleka maombi ya watakatifu kwa ajili ya watoto wao. Ujue ipo neema izidio sana. Kwa hiyo ninataka twende mbele za Bwana tukaombe. Nataka niombe ni wakabidhi watoto wako mikononi mwa Mungu aliye hai, wakatembee kwenye agano la Bwana. Tukutane mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako na kushukuru sana kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo Bwana umetupa kwa ajili ya kutengeneza agano la watoto wetu. Mungu wetu, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtu mmoja anayenisikia wakati huu. Roho Bwana, asante kwa ajili ya watoto wake, aidha wameshazaliwa ama hawajazaliwa. Roho Bwana, ninaomba mtoto wako huyu anaposimama na kuyasikia maombi haya ya agano, Roho Bwana, ninaomba kaweke agano la afya kwa watoto wetu. Hawataumwa, hawatavamiwa na magonjwa. Tunawatenga na magonjwa yawe ya kurithi, magonjwa ya kuambukiza, yawe ni magonjwa ya mlipuko. Tunawatenga watoto wetu na magonjwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, nakushukuru kwa maana watoto wetu wataoa na kuolewa. Watoto wetu watakuwa na watoto na watazaa. Watoto wetu wataenda kwenye mahusiano na ndoa zilizo njema. Watakutana na watu walio wazuri. Watakutana na watu wema waliobeba wema na huruma ndani yao. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, watoto wetu hawatakaa katika vijiji vyenye mateso. Watoto wetu watakaa katika miji iliyofanikiwa yenye maendeleo. Watoto wetu watarithi baraka zako kutoka kwako Bwana. Watoto wetu watatembea kwenye neema izidio sana. Watoto wetu watatembea kwenye baraka za kuinuliwa. Watoto wetu watakuwa watawala na si watawaliwa. Watoto wetu watatembea katika utajiri na wala si umaskini. Watoto wetu watakuwa vichwa na wala si mkia. Watoto wetu watakuwa na ufahamu bora na akili njema. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, watakuwa mbali na kuonewa watoto wetu. Adui hataweza kuwasogelea kwa namna iwayo yote. Hakutakuwa na agano liwalo lolote takalo wakuta watoto wetu nje na agano lako Mungu wa kweli. Tunawatenga na maagano ya kichawi
uchawi na uchawi, tunatenga na maagano ya uharibifu wa familia na koo katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya watoto wetu, wakakue katika kukujua we Mungu uliye hai katika hofu kuu. Watoto wetu hawatawaingilia watu kinyume na maumbile, wala hawataingiliwa kinyume na maumbile kwa jina la Yesu siku zote za maisha yao. Roho Bwana, asante kwa maana watoto wetu hawataenda jela, wala hawatafungwa, wala hawatakuwa na kesi mahakamani, wala kushtakiwa kwa namna yoyote siku zote za maisha yao kwa jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Watoto wetu hawataingia katika prison yoyote ya kiroho ama ya kimwili, jela ya kimwili na ya kiroho hawataingia watoto wetu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Watoto wetu watatembea kwa furaha, watoto wetu watakuwa mbali na hofu, watoto wetu hawatakuwa na ukiwa wala utupu wala giza ndani yao. Watoto wetu watatembea kwenye nuru isiyo kawaida kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema izidio sana, asante kwa kibali chako Roho Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya watoto wetu. Mungu uliye hai, agano hili likasimame, likawatafute watoto wetu, hata ikiwa ni miaka 20, 30, 40, 100 ijayo, watoto wetu wakatafutwe na agano hili Bwana, na watoto wao na wenyewe wakatafutwe na agano hili, likawe ni agano la kizazi na kizazi. Roho Bwana, asante kwa maana watoto wetu hawatakaa kwenye ukiwa. Watoto wetu watakubalika, watapata vibali mahali waingiapo na watokapo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema na rehema, asante kwa mkono wako wenye nguvu. Watoto wetu watamiliki vitu, watamiliki utajiri, watamiliki makampuni, watatembea katika ushindi katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa mafuta yako na nguvu zako. Asante kwa kibali chako Mungu uliye hai. Baba, ninaomba kwa rehema na neema, watoto wetu watakuwa na uwiano wa utajiri, hakutakuwa na maskini katikati yao akawa mnyonge, wote watatembea katika hali ya mafanikio. Roho Bwana, tunawatenga watoto wetu na ulevi wa kila aina kwa majina yake, ulevi wa aina yote ile. Tunawatenga na uzinzi wao wa aina yote ile. Tunawatenga watoto wetu na giza lote. Tunawatenga watoto wetu Bwana, watoto wetu wakatembea kwenye hofu yako Mungu wa kweli. Watoto wetu wakakutumikia we Mungu wa kweli katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Watoto wetu wakapate kushinda mazingira yote uharibifu, watembee kwenye neema katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema, sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amen. Mungu wangu akubariki sana, na unaweza ukashika sasa sadaka yako kwa ajili ya watoto wako, wawe ni wadogo, wawe ni wakubwa. Hata kama ni wakubwa wameshaolewa, maombi haya yataenda kuwakuta, au wameshaoa, maombi haya yatawafuata. Lakini pia hata wewe ambaye bado hujapata watoto, haya maombi ni muhimu sana. Maombi haya yanaenda kukaa kwenye viuno vyako, wewe mtu wa kiume, yanaenda kukaa kwenye tumbo lako wewe wa kike, yanaenda kusubiria mtoto atakaye kuja. Maombi haya yatamshikilia. Mungu wangu akubariki sana. Kumbuka, ninataka tu niseme ya kwamba unaona, kwa mfano wanawake wengi tunapoombea ndio wanaoanguka. Tunapogusa matumbo unakuta wanapiga kelele. Shetani ameshatanguliza vitu kwenye tumbo, kwamba mtoto akizaliwa akutane na hivyo vitu. Na kushangaa mtoto anazaliwa na kuanza kuumwa hapo hapo. Mtoto anazaliwa na kuanza kupata shida. Mtoto anazaliwa na kuanza kupata uharibifu. Lakini na sisi Mungu ametupa neema ya kutanguliza maombi kwenye tumbo la mwanamke. Kwa haya maombi haya yametangulia. Kama mtoto wako bado hajazaliwa, yamekaa pale penye via vya uzazi pale, yanamsubiria mtoto aingie. Yakishaingia anapambanishwa na haya maombi, anazaliwa. Na ndio maana maandiko yanasema toka hujaumbwa katika tumbo la mamako nalikuja. Anasema ulipokuwa katika tumbo la mamako nalikufanya kuwa nabii wa mataifa. Kwamba ule unabii ulienda kusubiria kwenye tumbo la mama wa Yeremia, kwamba atakapozaliwa azaliwe na ule unabii. Kwa hiyo nataka uelewe tu ya kwamba haya maombi tunayofanya, kama mtoto wako hajazaliwa, yanaenda kukaa kwenye tumbo lako. Utaenda kuzaa mtoto akiwa tayari ana agano hili. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema, na ndani yako unaweza kukuta kuna vita. Unaweza kaamua kusema natamani watoto wangu niwatolee sadaka hii, halafu nakuta kuna vita. Ujue kuna maagano
mengine yanawafuatilia. Kwa pambana, hakikisha unayashinda hayo maagano ili kuweka watoto wako kwenye nafasi nzuri. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutaachilia sadaka yako kwa ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.